kwenye swala hili la ndoa, inawezekana umri mwanamke ukawa umeshafika, na kweli, na hiyo inawafanya wanawake wengi wawe kwenye ile hali ya kuwa na matamanio zaidi. Umri wake umeshafika, akijitazama pamoja na yale maswali ya kwenye jamii, anaona sasa mimi kwa kweli miaka hii 35 36 nimeshakwisha habari yangu. Yuko tayari. Lakini kwenye swala la ndoa anayekuja kusema sasa tuoane ni mwanaume. Sijawahi mimi kusikia katika tamaduni zetu au katika mila zetu kwamba eti upande wa kike ndo wanatafuta mchumba wa kiume tupeleke posa. Haijawahi hiyo kutokea. Kwa hiyo mara nyingi mtoto wa kiume ndo anatakiwa yeye wa kwanza awe na utayari wa kwenda kumuoa huyo anayemtaka. Wewe mtoto wa kike, wajibu wako ni kuomba na kusali kwamba huyo atakaye kuja Mwenyezi Mungu basi amlete kwa haraka, lakini pia aje akiwa ni mtu mwema mwenye hofu ya Mungu. Mimi niwape mfano. Mimi nina shangazi yangu kabisa. Sasa hivi ni marhumu, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema. Nakwambia hivi, ameolewa ndoa yake ya kwanza at 52, miaka 52. Yes. Mashallah. Hapo ndio muda wake, ndio ndoa yake ya kwanza. Anapata mume. Kwa hiyo kwenye kusubiri kunahitajika uwe na hofu, uwe na imani, na uwe na tegemeo la Mungu. Inawezekana Mwenyezi Mungu hajakuandikia wewe uolewe, ametaka tu uje hapa ufanye ibada, umshukuru, uombe msamaha, uondoke. Wewe unataka kulazimisha kuingia kwenye miji ya watu ya nini? Kisa tu kuna ndoa zimeandikwa kwamba ndoa ziwepo. Kitu kwamba ndio mkazaliani sawa. Sio wewe Mungu kakuchagua wewe, hapana. Mungu kakuchagua wewe umwabudu tu, umshukuru, umtolee sadaka. Basi usilazimishe kuingia kwenye koo kama hujaandikiwa ndio unakwenda kutafuta magugu maji uanze kulimia yanaote, au kilimia ukiyakata umekucha. Hatari. Anza kuishi na ubavu wa mtu ukupeta. Nusu ya mtu ya pili yuko kwa harusi. Wewe moyo wa mtu unauchukua unauweka kwako. Unadunda, una mioyo miwili, wa kwako unadunda na mwingine unadunda, utaweza? Uwezi shoga yangu. Ndio ile wanakuambia sasa, unampenda mtu, umemweka moyoni, anatoka moyoni, anakwenda kichwani. Na ujue ni wapi? Ni wale wanaoishi na ubavu wa mtu. Ndio wanapata hizo tabu. Heka. Ukiwa ubavu wako pili, hata migogoro ndani ya nyumba inapotokea, mna suluhu yake ni mapema. Hamtumii nguvu, hamtafuti mchawi, hamtafuti ulozi, wala hata mjumbe. Kuna watu migogoro yao wanatatua wenyewe. Limetokea taratibu, linaisha. Mtu anatoka asubuhi umemkosea, jioni akirudi yani kama hakijatokea kitu, na zawadi anakuletea. Na umetoka umemkera. Subiri sasa. Ujue kabisa huo unaishi na ubavu wako. Ukiona mambo ili msuluhishi, mpaka mkusanye wazazi wa pande zote mbili, mjumbe wa nyumba kumi. Kuna siku mnataka mpaka mualike waziri Gwajima aingilie kati, mnamtagi. Umeelewa pale siku tunawatagi, tunamtagi. Ujue mama unahangaika na ubavu wa mtu mwingine. Mimi yako Sio mambo yako. Nasubiri ubavu wangu. Unaambiwa moyo ni nini ule wimbo jamani? Moyo unasukuma damu. Basi. Sababu zingine damu si mwingine. Wewe alindafanya mchakato huko. Tunaondoka na hiyo. Kuna watu wanaingia kwenye msongo wa mawazo. Watu wanaingia kwenye mfadhaiko. Watu wanaingia kwenye fedheha tu kwa sababu rafiki yangu anaolewa. Mimi jamani kila mwezi kuna ndoa. Mimi sipati. Yaani unajikuta unajiingiza kwenye msongo wa mawazo usiokuwa na kichwa wala miguu.